tumefanya ziara katika ile eneo la Africana hapa wilaya ya Kinondoni, nikiwa na mkuu wa wilaya na kamati ya usalama ya wilaya, lakini pamoja na wataalamu kutoka TRA, kutoka FCC, pamoja na wataalamu wenzetu wengine ambao wanatusaidia kutoka kwenye ofisi za serikali. Lakini kikubwa kabisa ambacho tumekuja kuangalia, mmeona hapa katikati, moja, kuna ajali nyingi ambazo zinatokea na jeshi la polisi nchini limeendelea kunyoshewa kidole kwamba labda alifanyi kazi zake na umepaswa au vitu vingine vya namna hiyo. Lakini assumption iliyoko hapa, ndugu waandishi wa habari, nataka leo niwapitishe ili muweze kuona jambo la msingi sana. Hapa tumefika kwa watu ambao wanauza bidhaa za magari, na ambazo bidhaa hizo naweza nikaita kwa hatua ya awali ya uchunguzi wa awali, sio bidhaa ambazo zinalingana na nembo iliyopo nje ya bidhaa hizo. Kwa mfano, hapa mnakuta kuna bidhaa hii hapa. Bidhaa hii mnayoiona, hili box hili limetengenezwa kwa magumashi vile vile. Alafu ndani ya bidhaa hii, box hili lishapatikana na hii, humu ndani kuna bidhaa. Hapa ndani hapa kuna bidhaa. Bidhaa hizi tunaita ni brake hizi, ni brake shoes. Sasa hizi brake shoes ukiangalia hapa nje ni nembo ya Toyota. Alafu ile nembo ya Toyota hapa pia kuna hizi nembo hizi zinakuja zinabandikwa, hizi ziko tofauti kabisa, zinabandikwa. Na hapa ndani kanawekwa karatasi kuonyesha kwamba ni bidhaa mpya iliyotoka Japan. Sasa hizi brake shoes nini kinachokuja kutokea, ndugu waandishi wa habari? Mtu anapokuja kununua hizi anajua amenunua mali original ya Toyota, anakwenda kuifunga kwenye gari lake. Then mwisho wa siku hizi brake shoes pamoja na mfumo mzima wa breki, unakuwa mtu anayenunua anadhani amefunga vitu original, na anaondoka katika safari yake kutoka hapa kuelekea Mbeya, na anajiamini kabisa kwamba mali aliyonunua ni salama. Lakini baada ya muda, mali hii mnayoiona hapa imepigwa chapa kabisa huko ndani kama ni Toyota, lakini kwa uchunguzi wa awali na wataalamu ambao tunao watachunguza zaidi, inaonyesha kabisa kwamba jambo hili si Toyota aliyefanya production, lakini box hili limetengenezewa hapa tulipo, alafu zinakuja zinabandikwa nembo hizi kuonyesha kwamba kwa kweli hii ni mali original kabisa. Sasa mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba hiki kitu kinachofanyika kwenye mali hii ndivyo kinapofanywa kwenye oil. Umenunua gari yako leo mpya, unaweka oil yako, ndani ya miezi miwili engine imenoka, engine imekosa uwezo. Kumbe ni kwa sababu ya oil fake, au ni kwa sababu ya oil ambazo zinauzwa huku mitaani zikiwa sio zenyewe. Sasa hapa pia tunao wataalamu wa Toyota wenyewe ambao ndio wazalishaji hivi vitu. Ukiangalia haya madubasha yote haya ni madubasha ambayo yanazalishiwa mahali ambapo wao wanajua wachunguzi watafanya kazi hiyo. Lakini hapa pana viashiria vya haraka sana kwamba bidhaa hizi zote ambazo mnaziona ziko hapa ni almost bidhaa fake ambazo wazalishaji wenyewe wenye nembo hizi hawajazalisha mali hizi. Kwa hiyo unaweza kuona Watanzania wanavyolalamika kwamba kuna ajali nyingi, halafu mtu anasimama labda anaweza kusema polisi hajafanya kazi zake, lakini ukija hapa ndio unaanza kuelewa kwamba ala, kumbe unapodhani umefunga brake halafu kumbe ni brake fake. Unaanza kuteremka mteremko wako, unaitafuta brake unakuta hamna. Mpaka mwisho tunapata ajali, watu 30-40 wanafariki, lakini vyanzo vyake ni kwa sababu ya watu wanaotazama wao kula pesa na kuwa matajiri, hata kama kutakuwa kuna kumwaga damu za Watanzania. Sasa haya ni mambo machache ambayo tunayaona, na hivi ndio vinazalishwa hapa, vinabandikwa hapa. Hii ni gasket. Hili box hili kwanza limezalishwa hapa. Hili limezalishwa tu almost humu, limebandikwa Nissan. Hapa inakuja inabandikwa hii nembo hii, kama mnavyoiona ndugu waandishi wa habari, nembo hii inabandikwa kwamba hii ni bidhaa ya Nissan. Lakini actual fact ukija hapa, hii bidhaa hata Nissan mwenyewe anashangaa kwamba hii bidhaa imetoka wapi. Unafunga gasket yako hii kwenye injini yako pale juu, baada ya muda unakuta injini linakosa uwezo, injini yote inakufa. Ukihitaji injini original unakwenda kukuta ni bei ya gari. Lakini haya madubasha yote ambayo yanafungwa unakuta ni bidhaa fake. Zaidi pia unaweza kukuta kwenye mfumo wako wa clutch plates, clutch pressure, lease bearing, umefunga kwenye gari lako ambalo ni la manual.
Unaitafuta gia, unafika sehemu ambayo inataka kuwa na ajali. Unaitafuta gia, unashangaa gia hazingii. Kwa sababu umekuwa na clutch pressures ambazo ni fake, release bearings ambazo ni fake, na mwisho wa siku tunashindwa kuhimili uwezo wa engine ambayo Mjapani au mtu yote anakuwa ametengeneza kulingana na viwanda vyao. Kwenye hili eneo kuna magodown hapa, kuna viwanda vinavyotengeneza, wanauza vioo, kuna viwanda vinatengeneza miswaki, kuna viwanda vinatengeneza rangi, kuna viwanda vinaassemble TV, kuna viwanda vinaassemble vitu vya vyooni kwenye mambo sanitary haya. Hapa kuna viwanda vingine viko ndani, godown la kwanza mpaka namba 23. Jana baada ya kuja hapa tuliwaambia wote kwa lugha nyepesi kwamba leo tutakuja kwa ajili ya misako ya ziada. Lakini kama unavyoona ndugu waandishi wa habari, magodown karibu yote yamefungwa. Maana yake nini? Maana yake picha haraka, maana yake ni kwamba kuna uzalishaji wa vitu kinyume na taratibu. Lakini wenye vitu wa serikali zetu za mitaa tunao hapa. Kuna bwana mmoja anaitwa Bwana Masao yuko hapa. Lakini mwenyekiti ana wajibu mkubwa sana pia wa kuripoti kwenye serikali chochote anachokiona kinamzidi nguvu kwenye serikali yake. Sasa hii pia ni ishara mojawapo pia kwamba serikali za mitaa bado na wenyewe wanapaswa kuongezewa uwezo wa kujua wanachopaswa kukiongoza. Sasa kwa sababu hapa mahali wote wamefunga haya maduka au wamefunga haya magodown, kwa kukimbia au kwa kuwa na wasiwasi, kutoka leo nimepafunga rasmi mpaka hapo kila mmoja atakaporipoti kwenye ofisi kulingana atakapotoa maelekezo. Kwa mkuu wa wilaya kwenda kwenye ofisi ya TRA, kwenda kwenye ofisi ya FCC kwa miguu na mikono yao. Kinyume na hapo, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Muhindi, awe ni mtu gani, atakapokanyaga hapa baada ya kukaidi hili tamko atapata tabu sana na atakuwa chini ya sheria. Ontoe rai kwamba leo ni juma ngapi leo? Ni Jumamosi, Ijumaa, kabla ya kesho saa 4. Mtu yeyote anayefanya biashara zake hapa atoe ushirikiano. Kinyume na hapo, mali zote zitataifishwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria ambazo zimewekwa. Lakini shida unakuta kiwanda kimoja kinakuwa kinazalisha bidhaa zaidi ya ile iliyosajiliwa. Kwa mfano kuna sehemu unaweza kaenda kukuta kuna ma-TV, alafu tena kuna mapazia, si kuna vitu gani. Lakini jambo la pili jingine inaonekana kabisa kwamba kuna ukwepaji wa kodi. Na ndio maana nakuta leo wamefunga baada ya kusikia watu wanakuja. Hapa tulianza kufunga kuanzia jana. Wenzetu wa jeshi la polisi wamefanya kazi nzuri. Wamepafunga hapa na tutaendelea kupafunga mpaka wote wapatikane. Sasa hizi tunavyoongea, wengi wa magodauni haya na viwanda hivi wamefunga, hawapo. Na kuna kitu tunaendelea kujifunza kutokana na hapa. Kwa nini wakimbie? Kwa hiyo wenzetu wa immigration wako hapa, jeshi la polisi wako hapa na taasisi zingine zote ziko hapa. Tutawajua wenyewe, lakini tutajua kwa nini bidhaa hizi zimeingia kwenye maeneo yetu haya na zinaenda maeneo gani. Kwa hiyo ukweli wote utabainika ndani ya siku 2 hizi 3. Watu Chua ni meneja wa ufuatiliaji bidhaa bandia kutoka Tume ya Ushindani FCC. Kwa mkoa amesema kwamba ni uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba hii bidhaa ni fake. Ni kweli. Sisi tunafanya kazi kwa suspicion kwamba tumehisi mzigo huu una matatizo. Tutachukua sample hapa na wahusika wataandikiwa hati ya ukamataji. Watafika ofisini, watapewa maelekezo kwamba mzigo huu una shida kwa sababu gani. Lakini wakati huo pia wamiliki wa nembo kwa maana Toyota na Nissan na wengine lazima wahusishwe. Kwa watakuja pale, watapewa maelekezo na watachukua sample, wataleta kitu inaitwa verification report au ripoti ya uthibitishaji